Ni nini ambacho ulikifanya mara baada ya kukuta tayari nyumba imeshabomolewa na vitu vya ndani kama hivyo ambavyo umeelezea na pesa zimechukuliwa? Ulichukua hatua gani? Nilichanganyikiwa tu, nilichanganyikiwa mpaka kufikia kwenda kunywa madawa huko, maana kitu kilikuwa kimeshavurugika, akili ilikuwa imehama kabisa. Na mara baada ya kuchukua hatua hizo za kunywa dawa, kwa maana kwamba ulifikiria ujitoe kabisa uhai, ni nani ambaye alikupa msaada wa karibu kwa muda huu? Ni ndugu tu wa karibu walinikuta kule chini kuanisha kunywa zile dawa, wakanisaidia wakanipeleka hospitali hapo Santi Jema. Ni tarehe 15 Julai ya mwaka 2026, mtaa wa Mpamaa, kata ya Mioji, jijini Dodoma, siku ambayo familia kadhaa zilipoteza makazi yao baada ya nyumba 17 kubomolewa kufuatia mgogoro wa ardhi unaodaiwa kudumu tangu mwaka 2016. Miongoni mwa walioathirika ni kijana Rajabu Musa, fundi wa aluminium mwenye umri wa miaka 28, mzaliwa wa Chang'ombe, Dodoma. Rajab anasema eneo lililojengwa alipewa na babake mzazi na alianza ujenzi wa nyumba hiyo mnamo mwaka 2020. Kwa zaidi ya miaka 4 aliwekeza nguvu, muda na fedha kujenga makazi aliyoyaona kuwa ni msingi wa maisha yake. Hata hivyo, mgogoro wa umiliki wa ardhi uliendelea. Kwa mujibu wa maelezo yake, mgogoro huo unahusisha wakazi wa eneo hilo na taasisi ya Imam Takwa ambayo inadai ilinunua eneo hilo mnamo mwaka 2016. Wakati wakazi wakisema tayari walikuwa wakiishi na kumiliki maeneo hayo kabla ya wakati huo. Mgogoro nafahamu kwamba hawa upande wa pili wanajiita Imam Takwa, hawa ni kama wavamizi, maana walikuta wagogo wazao hapa ambao ndio waliwauzia wazee wetu na wapo mpaka leo. Wao wenyewe wakaja, kuna mtu alikuja tu akauzia, sio mzao hapa, sio alipatia wapi, ila wazao waliuzia wazee wetu wako hapa. Kwa baada ya kuuziwa na wale kwa wakaona ndio kusumbuana, walikuwa wanataka ile eneo kwa sababu ya thamani yake kubwa kwa muda mrefu, wakawa wanatumia tena njia za panya na nini, mpaka wamefanikisha kufikia hapa. Wewe ile eneo ni ulilinunua au ulirithishwa? Mimi nilirithishwa. Na nani? Na mzee wangu mimi. Ndio. Mzee analimiliki ile eneo kuanzia muda gani? 2013. Walinunua hapa kwa gogo wazao hapa, walinunulia kwa wagogo hapa. Wakati mzee anakupa ile eneo, alikwambia chochote au ulikuwa unafahamu chochote kuhusiana na pengine kuwepo kwa huu mgogoro ambao sasa hivi ndio umekuja kujitokeza? Kelele nilikuwa nazisikia tangu muda sana, maana zilianza tangu 2016. Wenyewe ndio walidai kwamba eneo ni 2016. Bwana nasikia tu kuna kelele, japo mahakamani walishindwa mashehe, na ndio hivyo wakaamua kutupia njia za nani wazijua wao, na kufanya walivyofanya. Okay. Na wakati mgogoro unaendelea, baba ni nini ambacho alikuwa anakwambia? Aliniambia bwana, makaratasi hapo, kesi walishinda, wananiambia tu hamna shida, maana watu ni wengi, pia walioko hapa ni wazao, kwa mashine kama wavamizi tu, dokumenti feki wanatengeneza. Okay. Eneo lilikuwa bado halijarasimishwa. Mlifanya taratibu zozote kutafuta jiji kwa ajili ya kurasimisha na kupata zile hati? Hati ndo hazijapatikana, lakini taratibu zilifanyika, pameshalipiwa kila kitu. Mwaka gani mlilipia na taratibu hizo zilifanyika mwaka gani? Muda wa kulipia sikumbuki muda uliolipia, sina kumbukumbu. Ila pameshalipiwa. Shilingi ngapi? 200,000. Maana kwa hizi nyumba zote ambazo zinabomolewa kwenye ile eneo. Kwa hii eneo letu. Kwa ile eneo limelipiwa 200,000 kwa ajili ya upimaji. Watu wa kupima walikuja?
watu kusema sina kumbukumbu, maana vitu vingine mzee ndo alikuwa anasimamia. Ndio. Sasa wewe, hii nyumba yako ulianza kujenga lini? Hii 2020. 2020 ndo nilianza kujenga hii nyumba. Okay. Ulienda jiji kwa ajili ya kupata kibali cha ujenzi? Hapana, jiji sikwenda. Na haukuwahi kusumbuliwa na maafisa wa jiji kwa ajili ya utaratibu ule wa kujenga kama ambavyo ilivyo kisheria? Hapana, sikuwahi kusumbuliwa. Ndio. Na 2021 umesema 2020 umekuja kuhamia lini na nyumba imekuja kukamilika lini? Nyumba ilikuwa imekamilika, mimi nilihamia hapa mwaka jana mwishoni ndio nimehamia. Na utaratibu wa kujenga ulikuwa unajengaje? Ni taratibu au ulikuwa unatumia taratibu gani kujenga? Taratibu mdogo mdogo. Ndio. Maana ulikuwa unahifadhi pesa afu kidogo. Ndio. Unajishughulisha na nini? Mimi ni fundi. Ujenzi? Hapana. Fundi aluminium. Okay, fundi aluminium. Ndio. Na mzaliwa umesema ni eneo gani umezaliwa? Nimezaliwa hapa Dodoma mjini. Mtaa wa Chang'ombe pale. Hii ni kiasi gani cha pesa ambacho kimetumika hii nyumba mpaka hapa ilipofikia? Kwa haraka hapo ni kati ya milioni 15 mpaka 20. Sasa ni 20 tu. Na ulikuwa tayari umeshahamia? Ndio, nimeshahamia. Na ulikuwa unaishi na nani? Na mke wangu. Okay. Na hamna mtoto? Hapana, sina mtoto. Sawa. Sasa nataka uniambie, wakati siku nyumba zinabomolewa hapa, tuelezee wewe ulikuwa wapi na hali ilikuwaje hiyo siku wakati zinabomolewa? Mimi nilikuwa kazini, nilikuja nikapigiwa simu kwamba huku kuna watu wameshaanza kubomoa baadhi ya sehemu kule chini. Maana nilikuwa mbali, mpaka kufika huko nikakuta tayari washabomoa. Vitu vimepotea, pesa zilikuwa ndani, vitu vingi vimepotea, uharibifu umefanyika. Ndani kulikuwa na vitu gani na vitu gani kwenye nyumba yako? Ndani kulikuwa kuna vitu vya ndani, kulikuwa na pesa milioni 9 kama na laki 4 hivi, na vitu vya ndani tu kama TV, makochi, vingine vilipatikana lakini vingine ndio vilipotea. Na wewe wakati huo unapigiwa simu upo kazini, ilikuchukua muda gani mpaka kufika kwenye eneo hili? Hapo ni kama dakika 45, kama dakika 45 hivi. Ni Chang'ombe ambako unafanya kazi? Hapana, nilikuwa site, nilikuwa Ilazo. Kwa Ilazo pikipiki ilikuwa na mtu na nikafanya taratibu nikampata mpaka kufika huku ndio nimechelewa. Wakati unafika ulikuta gari ambayo ilikuwa inabomoa na watu wengine wameshaondoka au walikuwa ndo namalizikia kuondokea huko lami, huko upande wa lami hapa mwisho. Ndio. Hivyo vitu ambavyo uliviacha ndani ni nini na nini ambacho ulikikuta wakati hiyo nyumba tayari zimeshabomolewa? Mimi nilichokipata sana sana tu ni kochi, vitanda, vingine TV, vingine vilipotea, hela zilikuwa kwenye mfuko zilipotea. Ndio. Kwenye mfuko gani? Kwenye mifuko hii mifuko hii ya unaita mifuko ya Magufuli. Kwenye mfuko. Ni chumbani au sebuleni? Ilikuwa chumbani. Kwa chumbani juu ya kabati niliweka hivi. Kwa watu kipindi wamevunja wanatoa vile vitu na hisi kuna mtu alichukua. Na Rajabu anasema baada ya kushuhudia nyumba yake ikibomolewa alipatwa na mshtuko mkubwa. Anasimulia jinsi tukio hilo lilivyomwathiri kisaikolojia na kufikia hatua ya kukata tamaa. Hata hivyo aliwaishwa hospitalini na kupatiwa matibabu na baadaye kuruhusiwa kurudi nyumbani. Nilichanganyikiwa mpaka kufikia kwenda kunywa madawa huko, bali kichwa kimeshavurugika, akili ilikuwa imehama kabisa. Pole sana. Asante. Mara baada ya kuchukua hatua hizo za
kunywa dawa, kwa maana kwamba ulifikiria ujitoe kabisa uhai, ni nani ambaye alikupa msaada wa karibu kwa muda huu? Ni ndugu tu wa karibu walinikuta kule chini kuanisha kunywa zile dawa, wakanisaidia wakanipeleka hospitali hapo Santi Jema kupata huduma, mambo yakakaa sawa. Pole sana. Asante sana. Ilichukua muda gani mpaka kurudi sawa kiafya mara baada ya hatua hizo za kunywa dawa? Ni siku tu hiyo baada ya kwenda hospitali pale mambo yakarudi, nikawa niko sawa, maisha mengine yakaendelea. Pole sana. Asante sana. Sasa hivi unajisikiaje kiafya? Sasa hivi sipo sawa. Pole sana. Asante sana. Baba umezungumza naye, unaona naye? Baba yupo, ndio wako wanafuatilia tuone taratibu utakuwaje, kwenye kufuatilia. Na shemeji na yeye pia yupo tu, tuko sasa cha ng'ombe pale nyumbani. Okay. Maana mmeamua kuchukua maamuzi ya kurudi nyumbani? Ndio. Sawa. Na ni nini sasa ambacho sasa hivi mnakifikiria? Okay, achilia mbali ya baba ni kwamba anafanya ufuatiliaji, ni nini kingine ambacho mnakifikiria kuhusiana na hiki ambacho kimetokea, pengine kuhusiana na makazi na vitu vingine? Hapa tunasubiri tu viongozi watusaidie tupate haki zetu, tutarudi kwenye makazi tu haya, tutajenga tena, tutarudi tu. Tunasubiria tu viongozi waweze kusaidia kwanza, tuone watachukua hatua gani. Na pengine ni nini ambacho ungependa kuzungumza na wale ambao wanapitia kwenye hali kama ambayo wewe umepitia, kwa maana ya kwamba majirani zako na watu wengine pia ambao wameathirika na huu mgogoro? Waendelee kuvumilia huku taratibu za serikali zikiendelea. Naamini mambo yatakaa sawa. Okay. Pole sana. Asante sana. Rajabu sasa anasema anatamani kuona mgogoro huo ukipatiwa suluhisho la kudumu ili kuzuia wananchi wengine kupitia mateso kama aliyoyapitia yeye na familia nyingine zilizoathirika. Huyo ni Rajabu Musa, mmoja wa waathirika wa ubomoaji wa nyumba 17 katika mtaa wa Mpamaa, kata ya Mioji, jijini Dodoma, kufuatia mgogoro wa umiliki wa ardhi ambao umekuwa ukiendelea. Una maoni gani kuhusu tukio hili? Tuandikia kwenye sehemu ya maoni. Usisahau pia kusubscribe kwenye chaneli yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV ili kuendelea kupata habari na taarifa